Habari kwa ufupi. Simanzi kubwa ya tanda mkoani Iringa, Tanzania kwa kupokea taarifa ya kuuawa kwa mkuu wa mkoa Dr. Wilibert Kreru kwa kushambuliwa na risasi na mtu anayetambulika kwa jina la Saidi Mwamwindi Siulanga. Tukio hilo lilitokea siku ya jana tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1971 katika kijiji cha Ismani. Mkuu wa mkoa Dr. Wilibert Kreru alikuwa kiongozi mchapakazi na mwenye weledi mkubwa wa kazi. Pia Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amehuzunishwa na kusikitishwa na kifo cha shujaa huyo aliyekuwa anapendezwa na kazi zake. Mungu ailaze roho ya Dr. Kreru mahali pema peponi. Amin. After climbing a gritty hill, one finds that there are many more hills to climb. In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. It goes on. In the life, many things happen which can stop, disappointing you but stand still. People are dying and going jail for no reason. Sometimes I ask myself, what is the world? Great thinker tells us to think about their generation and make better place for children. They know is better world for them. Can they make it a better place? This is a story of every man in the world. Wakulima wetu, wafanyakazi wetu maskini. Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini ambao ni wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu. Ni angalau sifa hiyo tunayo. Sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika.
Hivi wewe ni nani hasa katika hiki kijiji ukaidi amri ya mkuu wa nchi? Kumbiza nange kiki. Ina maana wewe ufahamu kwamba leo ni sikukuu ya wakulima kitaifa? Najua. Na tena rais amehutubia taifa. Anasisitiza ujamaa na umoja. Tena tusherekee kwa pamoja. Wewe ni nani kukaidi amri ya mkuu wa nchi? Mimi najua na familia yangu kwamba sherehe yenyewe ndio kilimo. Sana sherekea kwa kulima. Kuna ubaya. Kivipi? Yaani ninavyojua mimi na familia yangu kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa familia yangu na uti wa mgongo wa taifa. Kwa nini hutaki mashamba yako yawe ya ujamaa? Sina jibu la swali lako. Alafu usiongee na mimi kwa kwenye biashara lako. Hebu shuka chini hapo. Mpumbavu mkubwa wewe. Ukundiga. Wewe unifahamu wewe. Kauliza kule nikotoka. Shuka hapo, mshenzi wewe. Ngukuu sa ukundiga. Afu wewe. Unaonekana jeuri sana. Yaani mimi naongea, wewe unatenga ngenge zako. Mpumbavu mkubwa wewe. Jamani, nzanange kikine. Jamani. Yaani wewe huwezi kuwa jeuri zaidi ya mimi. Kauliza huko nikotoka. Tazama, unaendelea tu kujenga nyumba za kudumu. Hizo sio nyumba za kudumu. Ni kama kaburi nazika familia yangu. Hapa ndio ulipozika magege yenu. Hapa. Hapa. Pewimite ipo. Pewimite ipo. Nditamba lisekeye uvanene. Kwa milagi ng'undi. Inyangolo kusira kupwinda. Njoo, nenda wapi? Mwanaume akimbii vita wewe. Nenda kawaulize Kiluni mtu aina gani, watakwambia. Mimi huwa sidekezi kijiji, kama kwa mnadekezwa ni miaka hiyo, sio mimi. Inyangolo kusira kupwinda. Mwamwedi Saidi. Mwamwedi Saidi. Mwamwedi. Nakwenda baba yako. Nakwenda shujaa. Mwamwedi, nakuachia familia hiyo. Mwamwedi. Mama yako huyo Mwamwedi. Ukaenda mama yako Mwamwedi. Bulike. Pulike mwana. Naondoka baba yako. Wewe ndio Mwamwedi Saidi Mwamwindi Seulaga, mwana wa Nene, mwana wa Unyoko. Mwamwedi, tubona. Pulike mwanako. Wacha nene.